Lakini baada ya mambo mengi ambayo imepita, hatuwezi kuacha tu iende hivyo. Lazima neno la Mungu lifanye nini? Lipite. Maana mambo haya mengine yote yatakuja kupata kikomo, lakini neno la Mungu nalo litabaki. Amen. Kwa hivyo asanteni sana wale watumishi wa Mungu ambaye wako hapa, wale wamenena na wale ambaye pia wako na ushirikiano. Nimeona mfano mzuri sana, tuendelee ili tupike hii safari pamoja, maana tuko mbioni ya kutafuta uso wa Bwana. Amen. Nataka nisome maandiko kwa ufupi sana, ama nataka kunena neno la Mungu pitia kwa kitabu cha Ezekieli, mlango ni wa 18. Nitasoma mistari mitatu, mstari wa 4, mstari wa 20 na mstari wa 31. Naona kunanyesha kiasi, lakini Biblia inatuambia katika huyu Ezekieli wale ambaye wako na Biblia sawa tayari, neno linasema hivi. Inasema katika tafsiri la Kiingereza, behold, all soul are mine, as the soul of the Father, also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Katika Kiswahili kinasema kwamba tazama, roho zote ni mali yangu. Kama ilivyo roho ya papa, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Lakini roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Na Mkristo mzuri aseme amen. Amen. Mstari wa 20 unasema, the soul that sinneth, it shall die. Nay, the Father shall not bear the iniquity of the Son. The righteous of the righteous shall be upon him, and the weaknesses of the wicked shall be upon him. Mstari ukasema kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatachukua dhambi za babaye, wala baba kuchukua dhambi za mwanaye, lakini mwenye haki atakuwa mwenye haki kivyake, na mwenye kutenda dhambi naye pia atakuwa mtenda dhambi kivyake. Mstari wa mwisho katika somo langu unasema kwamba, cast away from you all your trespasses, whereby ye have trespassed, and make you a new heart and a new spirit. For why will you die, O house of Israel? Father, nakushukuru kwa sababu ya andiko hili. Wewe ni Mungu mwema, Mungu mtakatifu, ambaye umetuliza anga hii kwa sababu ya neno lako. Asante kwa kila sikio ambalo limetekwa hapa kwa sababu ya kupokea neno hili. Na imani ya kwamba wanapotoka kwa matanga haya, falme wakirudi nyumbani, neno lako litabaki kuwa pachi katika uso wao, na walitafakari usiku na mchana, ili utakapotokea Bwana uweze kuwapokea. Ni kwa jina takatifu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Kanisa tuseme amen. Amen. Wapendwa, Biblia imetuambia kwamba roho zote ni mali ya Mungu. Na vile tuko hapa sisi wote katika matanga haya, sisi wote ni mali ya Mungu. Awe mtoto, awe mtu mzima, sisi wote Mungu ametupenda na ametuumba, ametuweka katika dunia kwamba tuweze kuishi. Lakini tunaambiwa katika maandiko haya, unapoishi unaishi wewe mwenyewe. Unapofanya mambo yoyote unafanya wewe mwenyewe. Unayofanya mazuri unajifanyia wewe mwenyewe. Unayofanya mabaya unajifanyia wewe mwenyewe. Vile baba huyu ameaka, amewasha mtoto wake John. Uzuri aliyoitenda katika dunia hii imeandamana na yeye. John ambaye amebaki katika dunia hii, yote atakayofanya pia inaandamana tu na yeye. John hawezi kuchukua dhambi za baba yake, wala baba huyu vile ameenda hajachukua dhambi za John ili siende kumhukumu. Bwana Yesu asifiwe.
kwa hivyo pole sana kwa aliyeenda. Kama alitenda mabaya, shauri ni yake. Kama alitenda mazuri, shauri ni yake. Lakini mimi na wewe ambaye bado tunaishi, neno limetuambia kwamba kama tunaendelea katika dunia hii, tuwachane na maovu mengine yote, tufanye mazuri ili tuweze kumpendeza Bwana na aweze kuhifadhi roho zetu mahali anahifadhi roho za watakatifu wake. Kanisa tuseme amen. Maana huyu ameenda sasa, hata injili hii ambayo inahubiri sasa hawezi kuipokea, maana masikio yake imefunga, hawezi kuwa na ufahamu, hawezi kuwa na mambo yoyote kukumbuka yanayotendeka sasa. But heri wewe na mimi ambaye sasa neno limetuambia kwamba roho zote ni za Mungu. Pigia Yesu makofi. Roho zote ni za Mungu, lakini Mungu anachukizwa tu na ile roho ambayo inatenda dhambi. Kama uko hapa na unajua kwamba wakati unafika ambao unatembea katika dhambi, geuka ndugu yangu, geuka dada yangu, ili umrudie Bwana uweze kuona uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 31 uliniambia kwamba hakika mpendwa, wachana na njia zako mbaya, wachana na mienendo yako mbaya, mgeukie Kristo. Ni kwa nini ukufe ukiwa ndani ya dhambi? Why should you die in the sins? Bwana Yesu asifiwe. Kama ulitenda dhambi jana, kama umetenda dhambi leo asubuhi, kuna nafasi ya kutubu. Kama ulitenda dhambi mwaka uliopita, leo hii kuna nafasi ya kutubu. Maana Bwana anapendezwa na roho zote, lakini anachukizwa tu na ile roho ambayo inatenda dhambi. Mungu anisaidie sana. Mungu akusaidie sana ili usitende dhambi. Na kama umetenda dhambi, geukia Bwana ili roho yako impendeze Bwana. Maana